Watu 16 wamethibitishwa kufariki dunia kufikia jana Jumatano usiku, wengi wao wakidaiwa kuuawa kwa risasi na polisi wakati wa maandamano makubwa nchini Kenya yaliyoandaliwa ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliosababisha uvamizi wa bunge la taifa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa AMCET Kenya Bwana Irungu Hatton, vifo hivyo vimethibitishwa kwa ushirikiano wa tume ya kitaifa na haki za binadamu. Wengi waliuawa kwa mikono ya polisi. Takribani 5 walipigwa risasi moja kwa moja, amesema Hatton. Katika maandamano hayo yaliyofanyika jijini Nairobi na miji mingine kama Mombasa, Kitengela, Kisii, Nyeri na Matuu, polisi walitumia mabomu ya machozi, maji ya kuwasha, risasi za mpira na silaha za moto kuwatawanya waandamanaji. KNCHR iliripoti kuwa zaidi ya watu 400 walijeruhiwa, wakiwemo waandamanaji, polisi na wanahabari. Tume hiyo ilibainisha kuwa waathirika wengi walijeruhiwa kwa risasi halisi au za mpira. Kwa upande wake, msemaji wa polisi Muchiri Nyaga alikataa kutoa maoni kuhusu tuhuma hizo. Hata hivyo, mamlaka ya usimamizi wa polisi huru ilithibitisha kukamatwa kwa watu 61 wakati wa maandamano. Katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, afisa mmoja alieleza kuwa wamepokea majeruhi zaidi ya 100, wengi wakiwa na majeraha ya risasi. Katika tukio la kusikitisha, shirika la Kenya Power liliripoti kuwa mlinzi wao mmoja alipigwa risasi na kuuawa akiwa kazini katika makao makuu ya shirika hilo jijini Nairobi. Maandamano haya yanakuja katika kipindi ambako raia wengi wa Kenya wanaendelea kulaani vitendo vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi, hasa baada ya kifo cha mwalimu na mwanahabari Albert Ojwang ambaye alifariki akiwa rumande mwezi huu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.